Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi murtada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu wanaofuatilia ukubi huu wetu na kikao hiki chetu cha vijana wa Tawhid Islamic Preachers, leo tunaingia katika simulizi ya 11 ya baadhi waliosilimu na majanga waliopitia na faida walioipata baada ya kuwa Waislamu. Leo tuna mgeni wetu mheshimiwa hapa ambaye kwanza atajitambulisha majina yake kabla ya kuwa Muislamu. Kwanza tupenda kuyajua majina kwa hasa, kabla ya kuwa Muislamu ulikuwa unaitwa nani? Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina Mustafa al-Qasim Muhammad. Shukrani sana. Kwanza najitambulisha jina la mwanzo. Naam. Jina la mwanzo nilikuwa najulikana kama Gershon Kagiri Maina. Gershon Kagiri Maina. Naam. Hivi Kagiri, Naam. wewe ni mzaliwa wapi haswa? Ni mzaliwa wa Nyandarua County. Nyandarua County. Naam. Mji unaitwa Nyandarua County, Daragwa constituency. Daragwa constituency. Unajua kidogo watu wanaweza kukukosanisha kwa Kiswahili chako. Ndio nikapenda kujua hasa mahali ulipozaliwa. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Kwa sababu Kiswahili chako ni fasaha hata kuliko changu mimi. Unaona? Naam. So tunapokuuliza mahali umezaliwa, Naam. sio sababu nyingine tu. Bila shaka. Ni ile tu. Naam. Iwe iondoe chaka katika nyoyo za watu. Maana wakikusikia hivi wengine wanasema leo Yusuf katuletea Mswahili. Pia ustadhi, ungesalimiana na lugha kidogo tu. Kidogo tu. Dayo wagai okoro hamwe nenyu. Ndio huyo anaitwa Ustadhi Kagiri. Sasa hivi usisikie kwamba kasilimu ukajisahau. Sasa hivi ni ustadhi miongoni mwa maustadhi wetu. Kwanza, kabla ya kusilimu ulikuwa katika dini gani, dhehebu gani? Ulikuwa unaenda kanisa ama ulikuwa uendi, ulikuwa baniani? Najua siku hizi hata kuna baniani weusi. Naam. Wale Waluya wanafuata hizi kina Hanumani. Sasa sijui wewe ulikuwa pande gani? Ya kwangu hadi nifikie kwa Muislamu ni safari ndefu. Naam. Tutapenda kwa sababu safari. Kwanza, naam, pamoja na wazazi wetu nyumbani, sisi naam, sote naam, tumeanzia tukiwa tumekulia tukiwa ni Wakatoliki. Naam. Nikajitambua nikiwa Mkatoliki. Naam. Na hata hivyo mwanzoni nilikuwa nasomea upadre. Naam. Ulikuwa umeanza? Nilikuwa nishaanza. Naam. Lakini kukaanza nikasoma kitabu kimoja kinajulikana kama Controversy Between Satan and Christ. Naam. Yaani itilafu baina ya shetani na Yesu. Nikakuta ya kwamba kuna kasoro, naam, ambayo iko katika hii imani ambayo unaifuata. Naam. Kuna kasoro ambayo nimeanza kuiona. Naam. Kwa hivyo nikahitaji nifahamu kweli. Naam. Sisi sote tulianza kutoka baada ya muda. Kwa sababu nakumbuka kwamba nilibatizwa mwaka 1994. 1994. Naam. Ulibatizwa ndani ya kanisa? Ndani ya kanisa Katoliki. Naam. Ndio hapo ukapata jina ya ubatizo. Ya ubatizo sasa nikalipata. Naam. Kisha baada yake nikaweza, baada ya kubatizwa ndio tukaweza kutoka wote. Naam. Wazazi wangu wao wakaenda full gospel. So kupe kutoka hapa sio kwamba unatoka unatulia, wala kubadilisha kanisa. Ni kubadilisha kanisa. Kwa sababu ile kitabu hasa ilikuwa imekolea upande wa sana ya Wakatoliki. Naam. Ya kwamba sana ilikuwa inazungumzia Wakatoliki kuhusiana na mambo ya papa. Naam. Ni vipi kulivyo Vatican. Naam. Sasa jambo hili likanitia wasiwasi mkubwa sana. Naam. Kwa hivyo kutoka kule kwetu tuna tabia moja. Naam. Habari za Uislamu hazipo. Naam. Kwa sababu habari za Uislamu ni vile unaambia kwamba Uislamu ni dini ya majini, Naam, ni dini ya Waarabu, Naam, ni dini ya Oria, ni dini ambayo sio nzuri. Yaani mambo yote mabaya. Naam. Unakuta kwamba itikadi zile kanisani mnafundishwa kwamba ile ni dini ambayo sio nzuri. Naam. Kwa hivyo fikira hiyo kwamba ni Uislamu, pamoja na kwamba ilikuwa inakuja kidogo Uislamu, na nasikia kwamba Uislamu naweza kupenda Uislamu, lakini haya mambo ambayo wanaozungumza sio mazuri. Naam. Sasa nikatoka Katoliki
Lakini tulitoka wote, sisi wote nyumbani. Familia yote nyumbani. Wazazi wengine wakaingia huko Full Gospel. Wote wakaenda pamoja na ndugu zangu, dada zangu, wote wakaenda Full Gospel. Naam. Mimi kwanza nikatulia kwanza. Na mkawa huendi popote. Nikaenda siendi popote. Naam. Ndipo nikaenda sehemu moja inayojulikana kama Kitale, Moi's Bridge. Kuna shangazi yangu yuko kule. Naam. Nilibidi nikawa mlokole kwa wiki 2. Mlokole ukaokoka. Nikaokoka wiki 2. Lakini kitu ambacho kilichosababisha niokoke sio kama nikupenda kuokoka. Naam. Ni sehemu ambayo tulienda sehemu moja kutoka Moi's Bridge tukaenda Cherangani. Naam. Nikaona huku nitakuja kuacha huko. Naam. Hapa kama sijaokoka hapa, hapa siwezi nikajitoa hapa. Naam. Kwa hiyo ilibidi niokoke. Naam. Baada ya kuokoka ile hali haikunifurahisha kwa sababu unakuta kwamba watu wanalia. Swala hili halinipendezi sana. Nikatoka baada ya muda nikatulia, nikaacha mambo ya dini kwanza. Naam. Kurudi nyumbani ndipo nikakutana na Wasabato. ISDA. Naam. Inajulikana kule inajulikana kama Church of God. Church of God. Naam. Church of God. But ni katika ni Sabato ile ni walijimega kutoka kwa Sabato ya ISDA. Naam. Walijimega kutoka kwa SDA. Naam. Lakini wao wanajulikana kama Church of God. Naam. Sasa Biblia nimeanza kuisomea pale. Nikaisoma kwa takriban miaka 7, hata nimefanya mitihani. Naam. Wamenipa diploma yao. Naam. Sasa baada ya muda kitu kama miaka kama 6 ndio wanasema ya kwamba sasa tunataka tukupeleke Uganda. Naam. Kuna lugha ya Kiebrania, nilikuwa nataka nende nikaisome. Naam. Na niende nikasome Qur'an. Sasa haya mambo yakaanza kunichanganya. Sasa inakuwaje huku sisi tunaambiwa kwamba ni dini ya majini? Naam. Na ni dini ya Waarabu kwa sababu Nyandarua County mambo ya Uislamu. Naam. Ni mtihani sana. Kweli mimi nishawahi fika Nyandarua County. Naam. Tukafanya dawa na Ustadhi Said. Naam. Katika mji unaoitwa Kiadege. Hapo sasa. Bahala umetoka hapo. Hapo sasa. Tuliwahi kuweka muhadhara wa siku moja na vijana wakaomba mpaka turudi tena, wanataka pia paweko na msikiti pale. Na bado mpaka leo wanadai ni vipi bwana hamjarudi tena? Tulikuwa tunasema kama mnarudi tena, tunahitaji msikiti hapa. Naam. Lakini sasa msikiti hauonekani. Naam. Yule mtu akwenda hata kufundisha hapatikani. Tutaweza kubadilika vipi kwa sababu hizi habari za Uislamu huko hamna. Naam. Sasa baada ya kutoka kule ndio nikaingia Sabato. Naam. Nilikuwa najifunza kazi ya ufundi garage mechanic. Naam. Nikatoka hapo nikaenda Rongai. Naam. Rongai nikamkuta jirani yetu mmoja. Kwenye kutoka ile barabara yetu pale nyumbani kwa ndege. Kuna barabara ya pili pale. Naam. Yuko sehemu za Rongai. Naam. Ikabidi niende kule. Kwenda kule nikakaa kwa takriban miaka 6. Kwa hivyo kutoka mwaka wa 98 Naam. hadi mwaka wa 2005 Naam. ndipo kikundi cha Al-Malid Naam. kikiongozwa na Sheikh Yusuf Omar. Naam. Ambaye alikuwa ni katibu ni wa Tanzania. Alikuwa ni Sheikh Yusuf Omar. Naam. Sheikh Bakari Kado pia alikuwa. Naam. Na nakumbuka kwamba kipindi hicho pia Jenga huwezi kukumbuka lakini ndio mara ya kwanza kukuona. Naam. Jenga kufanya pale muhadhara mara ya kwanza pale. Na kutoka hapo ndipo sasa maisha yanaanza kubadilika. Hivi ulisilimu mwaka gani? Mwaka 2005. Mwaka 2005. Mwezi wa pili. Baada ya kukutana na muhadhara. Baada ya kukutana na muhadhara wa Al-Malid kutoka Tanzania. Walikuwa wamekuja Kenya. Naam. Ongata Rongai. Mashaallah, Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri. Afungulie milango ya riziki. Ajalie kuwa hili sadaka tulijalia yenu. Hao ni Al-Malid Da'wa Group walikuwa kiongozwa na Sheikh Yusuf wakati huo kutoka Tanzania. Naam, kutoka Tanzania. Naam. Sasa baada ya kusilimu, naam, nilikuwa na tabia, nilikuwa na vuta sigara kipindi kile. Naam. Ulikuwa na uhuni. Nilikuwa na ule mambo ya uhuni sana. Naam. Ndicho uhuni huo wa sigara. Ijapokuwa sikuwa na uraibu mwingine,
zile raha sikuwa ambazo watu wanazoita raha sikuwa nazo. Naam. Lakini kwa sigara kwa kweli nilikuwa navuta kweli. Ndio. Ndipo nilipolazimika kwa sababu baada ya kutoka Rongai ndipo ilibidi sasa tukaanza sasa nikaingizwa sasa kwenye kikosi rasmi. Nikiwa sasa naangaliwa kwa karibu na Sheikh Yusuf Umar. Naam. Na elimu ilikuwa bado hapa, elimu bado. Sijasoma chochote. Naam, wamekuchukua lakini bado nimechukuliwa. Naam. Nianze kwanza kabisa kabla hata kusoma Uislamu, nianze sasa kwanza kusoma kwanza kustadi kwanza theolojia kwanza. Naam. Kwa hivyo akaanza kunifundisha akiwa na nifundisha herufi za kuweza kuifahamu Qur'an. Naam. Kisha baadaye tukaanza kuzunguka Kenya na hususan sehemu za Ukambani. Naam. Tumezunguka sana sehemu za Ukambani. Naam. Lakini sasa mtihani hapo ndipo ulipoanza rasmi. Naam. Subhanallah. Nakumbuka tulikuwa kipindi kile tulikuwa na gari. Naam. La dawa. Tulikuwa nimeharibikia pale Majengo. Naam. Ile likapelekwa Parklands, alafu nikatoka garage. Naam. Nikaenda nikawekwa pale. Tulikuwa takriban vijana 3. Naam. Mimi na vijana wengine 2, mmoja Abedi Musakai. Naam. Na mwingine kutoka Tanga. Sasa matatizo pale na mitihani kwa sababu ni mtu nilikuwa nimezoea kupata hela. Naam. Kwa sababu nilikuwa nafanya kazi zangu. Naam. Ninapata hela pamoja na kwamba sio hela nyingi, lakini nilikuwa napata hela angalau jioni nalipwa. Sasa hapa sikuwa napata hata 10. Naam. Sasa nimeanza sasa kusoma maisha mengine tena mapya ambayo siko nimeyazoea tangu mwanzo. Naam. Shekhe, imefika kwenda paka hadi kulala mpaka njaa. Naam. Nakumbuka Ukambani tumeenda sehemu moja inaitwa Matinyani. Naam. Ile sehemu tulikuwa tunalala njaa. Lakini kwa sababu kiongozi tuliyekuwa naye alikuwa anatuangalia sisi kabla ya kujiangalia yeye. Naam. Kwa hivyo hakuwa nakula mpaka tuone naye kwanza aone kwanza sisi tumekula kwanza. Inshallah. Matinyani Sheikh tulikuwa tunakaa mpaka siku 2 bila kukula. Lakini kulingana na hali yenyewe ambayo iliyokuwepo katika sehemu zile. Sehemu zile mpaka hata Waislamu unakuta kwamba Waislamu jamani inshallah. Alafu tena baadaye wanakimbia. Hamko pamoja. Mnabaki hivyo. Ndipo shekha wangu akatoka hapo akaanza kuhangaika kushughulikia mambo ya usafiri ili tuweze kupata usafiri kwa sababu ya dawa. Naam. Palikuwa na ugumu mkubwa sana. Sasa kutoka pale tukabaki vijana 3. Sehemu zingine tulikuwa tunaenda mpaka tunaishiwa na hela. Unakuta kwamba hamna hela na wakati huo sisi tulikuwa tunapika. Si kwamba tulikuwa tunaenda na sufuria tu. Tunapika ndio tule. Na tulikuwa tunategemea Waislamu wa sehemu hiyo. Sio kwamba ni hela kwamba hali zimewekwa. Kwa hivyo ukienda ukuta mazingira yale ni mabovu. Naam. Ina maana utakuta kwamba hamtaweza kupata riziki siku hiyo. Na wakati unaokuja. Aha. Tukazunguka sehemu hizo na sehemu za Mtitoni, Ukambani, sehemu Machakos County. Kipindi hicho ilikuwa ni Machakos. Naam. Nakumbuka wakati huo tulienda mpaka tukiwa na Abedi. Naam. Tukaishiwa na hela, aliyekuwa na tufadhili kipindi kile akaacha. Tukabaki na imamu wa msikiti. Imamu msikiti akatumia mshahara wake ukaisha. Kutoka hapo niende mpaka Machakos town. Tulibebwa na mchungaji bishop. Mpaka Machakos town. Hapo unakaa mpaka miezi 2, hujui pesa zina rangi gani. Pesa. Hujui pesa zinakuwa na rangi gani, miezi 2. Na ni mtu ambaye ulikuwa umezoea angalau kupata kiasi cha fedha, hata kama sio kikubwa, kwa mambo mengine, matumizi mengine na mambo mengine kama hayo. Naam, lakini kipindi hichi zinakosekana na mambo mengine ambayo ni ya faida, matumizi ambayo ni ya lazima, unakuta kwamba yanakosekana. Ningependa kujua baada ya hiyo kipindi umekuwa na Al-Malid. Naam. Hivi ulikuwahi kuenda nao Tanzania ama ulibaki hapa Kenya? Kutokana na
msimamo wa mwalimu wangu, Mwenyezi Mungu amjalie umri, Sheikh Yusuf Omar. Naam. Ni kwamba aliniambia hutoenda madrasa za Kenya za watu wa kusilimu. Naam. Kwa sababu sitaki usome miezi mitatu mimi. Naam. Nahitaji usome elimu ya dini. Naam. Na hutasoma, sitaki usome miezi mitatu wala mwaka mmoja. Ninahitaji ukae darasani, usome dini, uijue dini. Naam. Ndipo na lengo la kuweza kuingizwa kwenye muhadhara lilikuwa ni hilo, ili muda wote wawe wananikagua, kwa sababu siku anatembea pale popote nikiwa mwenyewe. Naam. Kwa hivyo sigara kwanza niliacha, kwa sababu siko mwenyewe tena, ninaenda tukiwa zaidi ya watu wawili kuanzia hapo. Kwa hivyo sina tena muda wa kuweza kufanya hivyo au jambo lingine lolote. Na kisha baada yake ikafika kwamba ni wakati wa kuondoka. Tulikuwa tumekaribia mwezi wa Ramadhani mwaka 2005. Ndipo tukatoka hapa tukaenda taratibu tukiwa tunaelekea Tanzania. Kwa hivyo baada ya kutoka Nairobi, muhadhara wa kwanza tulifanya Namanga. Pale mpakani. Tukafanya kwa takriban wiki moja. Baada yake tukaenda Arusha. Sehemu inaitwa Garamtoni. Kutoka Garamtoni wiki moja tukaenda tena sehemu moja inaitwa Majengo wiki moja. Tukaenda sehemu tena nyingine inaitwa Urundini wiki tena moja, ambacho ni chuo cha kusoma dini. Naam. Tukakaa pale. Sasa tayari mwezi wa Ramadhani ushaingia. Ilikuwa ni wiki ya pili mwezi wa Ramadhani. Naam. Na sasa mwezi huu wa Ramadhani, katika mwaka ambao ulikuwa ni mgumu wa kwanza, nimeingia katika Uislamu, sijaisoma dini yangu, na nimeona mtihani uliokuwa mkubwa ni huu. Naam. Kwa sababu hapa hata hayo mambo ya riziki hayapo yanapatikana. Ndipo tukaenda taratibu mpaka Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam, nakumbuka tulikuwa tunakunywa maji tunalala. Dar es Salaam mji ambao umejaa Waislamu. Katika ofisi yetu ya makao makuu ya Al-Malik kipindi hicho, kidogo mambo yalikutwa, Sheikh wangu alikuta kidogo mambo yamekaa tofauti. Kwa hivyo sisi tukawa kwamba tuna ugumu aina hiyo, tukiwa vijana watatu. Pembeni palikuwa na hoteli, ilikuwa na mgahawa. Kwa hivyo ilikuwa inatubidi jioni, ili tuweze kufungua, tumejaza vyupa vya maji ndani vyumba ambavyo tunavilala. Tunaenda kukwangua ukoko kwenye zile sufuria ambazo zilikuwa zinapikia pilau, ndio tuweze kula, na sio kila siku. Habari hizi zilienda mpaka mwezi huu wote ukaisha, na kipindi hichi mpaka atakuendelea kipindi ambacho tuliweza kukaa Dar es Salaam, kwa sababu hali yenyewe ilikuwa ni mtihani. Na mimi lengo hasa nataka kujua hapa ulipoingilia madarasa sasa. Kuingia madarasa, Naam. Nilikuja tena baada, hasa ilikuwa ni mwezi nikaa Dar es Salaam, nilikaa miezi 6. Naam. Ndipo tukaanza kufundishwa pale ofisini. Nikapigiwa simu na Arusha. Ikabidi nirudi sasa madrasa, nimeanzia Arusha. Kwa hivyo kusoma madrasa nimeanza mwaka 2006. Naam. Madrasa yenyewe yaitwaje? Madrasa yenyewe inaitwa Answar Center Muslim Youth Center ni katika vyuo vinasimamiwa na Sheikh Salim Bariani. Naam. Makao yake makuu yako Tanga. Naam. Sasa hicho chuo kipindi hicho kilikuwa kinaongozwa na Sheikh mmoja, alikuwa ni Zeruzeru, alikuwa anaitwa Sheikh Abbas. Naam. Na Sheikh mmoja alikuwa anaitwa Sheikh Yusuf, ambaye alikuwa ni mpenda sana bijada sana. Mambo ya bidahalo sana alikuwa anapenda sana. Naam. Kwa hivyo kuanzia pale ndipo nilipoanzia kusoma dini. Naam. Ile sehemu ya dini kama ni haya mambo labda matumizi na kila kitu. Yaani kuanzia, naweza kusema kwamba kuanzia wakati huo, Naam. kuanzia wakati wa kusilimu hadi kipindi hichi, siwezi nikakwambia kwamba labda wakati labda kisha kuwa na hofu. Naam. Sidhani.
Kwa sababu kipindi kile hata mlo mlikuwa mnapata kwa masaa 24 na mnakula saa 6. Ugali kwa dagaa. Magunia ya dagaa yalikuwa yamepakiwa msikitini ndani kama kila siku. Yaani siku ambayo mnabadilisha ni hivyo, ni mara moja labda kwa wiki au wiki kwa wiki kwa mwezi mara mbili. Naam. Sasa kwa hivyo ikaendelea hivyo. Nikawa pale katika Uislamu. Na imani yangu kwa sababu kwanza shekha wangu kitu ambacho alichokifanya kwanza nikomaza kwanza imani kwa sababu alijua safari iliyoko ambayo inanielekea mbele safari. Ni safari ndefu sana. Kwa hivyo kwanza alianza kunikomaza kiimani kwanza. Na katika masala ya da'wa kuna takriban masharti 7. Tamaa kwanza, wanawake, hela, nini na mambo mengine kama haya. Na wakati unapoifanya kazi ya da'wa, mambo haya ni lazima uepukane nayo sana. Kwa hivyo nikawa nimelelewa katika mazingira haya. Na shekhi wangu alikuwa ni wale mashekhi ambao watakagi ujinga, hata hawataki nonsense, hawataki mambo ya mchezo katika masuala ya dini. Kwa hivyo alikuwa ni mtu serious sana. Kwa hivyo kutoka pale ndipo nikakaa pale kuanzia mwaka 2006, 2007, 2008. Yule mdhamini wangu ambaye alikuwa ananidhamini. Yeye ananidhamini sio kwamba ananidhamini kwa sababu yeye ni mwanakamati katika msikiti ule, katika madrasa ile pale. Ni mwanakamati. Lakini mahitaji mengine utajishughulikia mwenyewe. Sasa wakati huo nikaona kwamba hali imekuwa ngumu. Na wewe mtu umeingia katika dini. Naam. Na Waislamu wako pale wamejaa. Kila mtu ana shughuli na yeye. Ni wewe mwenyewe jishughulishe. Hizi ni baadhi ya changamoto ambazo wanapitia wanaoingia katika dini. Ndugu zangu Waislamu, tuwe na mazingatio na tuwahurumie sana wanaoingia katika dini. Kipindi hicho nakumbuka hata nyumbani wazazi wangu kwanza kabisa wakati mama waliposikia kwamba amefanyaje? Ameingia katika hiyo dini ya shetani. Kwa hivyo mama alijua umeenda dini ya shetani. Alisikia, alipata habari. Nilimpiga nikamwambia kwamba nimeshakuwa Muislamu mama. Akasema kuanzia leo sio mtoto wangu. Kuanzia leo wewe si mtoto wangu. Nikasema hapa sasa ndio nimekosa mwana. Nichunge sana sije nikakosa na maji ya moto. Akaniambia hiyo dini ya shetani ndio umeingia. Umeingia hiyo dini ya majini. Umeingia hiyo dini ya Waarabu. Umeingia hiyo dini ya Waria. Umeingia sijui dini ya nini. Kwanza nyumbani nikatengwa kwa takriban miaka 7. Hata sikanyagi kutoka 205. Kuanzia 205. Kwa sababu miaka 7. Nimetengwa. Hata kipindi hicho nakumbuka kwamba nilikaa miaka 7 sijaenda nyumbani. Naam. Kipindi hicho nilikaa Tanzania. Kwanza nikahakikisha kwamba nimesoma na ninahangaika mwenyewe hivyo. Naam. Nikaona sasa mitihani pia ya dunia pia ipo shekhi. Ndipo nikapata wangu wa kwanza. Nani? Ni Mrangi. Kabidi nikamuoa. Ulioa pale Tanzania. Nikaoa Tanzania. Naam. Kisha na ugumu huu ilibidi nifanye hivyo kwa sababu ya kunusuru mambo mengine. Naam. Pamoja na kwamba hali ni ngumu. Naam. Ndipo ikabidi sasa nirudi sasa huko. Ninahitaji kusoma lakini sina uwezo tena kusoma. Naam. Unaenda kumwelezea mtu, jamani mimi mtu wa kusilimu, nahitaji kusoma kuendeleza masomo. Hakuna mtu anashughulika na wewe. Naam. Hakuna mtu anahangaika na wewe. Na changamoto hizi zimekuwa ni changamoto ambazo zimekuwa ni za hali ya juu mno. Naam. Hususan kwa watu ambao wanaosilimu. Mimi niko na historia yako kiasi. Naam. Baada ya wewe kutoka Tanzania na umesoma, naam, uliwahi kusilimisha baadhi ya vijana na ukawapeleka Tanzania kutoka hapa Kenya. Na kutoka hapo sasa naam, bila shaka. Nimesilimisha, nakumbuka kwamba baada ya kusilimu nikarudi. Naam. Pale ambapo nilipoenda, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, yule bwana ni wa kwetu nyumbani. Naam, hapa Kenya. Hapa Kenya. Naam. Ni wa kwetu nyumbani. Naam. Jafar. Naam. Mwangi. Ndio sana nikaenda pale. Ndipo nikapata ni vijana wa kwanza. Naam. Na nakumbuka vijana wa kwanza baada ya mmoja kusilimu,
alikuwa na marafiki zake. Kwa hivyo hao wengine walianza kuja, walikuwa ni vijana wengi sana. Naam. Kwa takriban vijana zaidi ya 50. Nadhani juzi katika interview yangu kuna kijana anaitwa Yusuf aliweza kujitambulisha kwamba mtu ambaye alimsilimisha na kumuongoza katika dini ni wewe. Na ndio nikafanya bidii pia nikutafute na wewe. Sasa Yusuf, naam, ndiye kijana wa kwanza kumsilimisha. Kwanza ndiye kijana wa kwanza. Naam. Yaani umeingia kwa dini, umesoma, umepitia misukosuko, na uliporudi Kenya ukaanza dawa. Naam. Dawa nikaanza. Kwa hivyo hawa wengine akina Abdul Karim, akina Abubakar, akina Yusuf, akina Hamis. Naam. Hao vijana wengine tena wote wamekuja tena mfululizo tena nyuma. Lakini kutoka kwa Yusuf. Yaani yule Hamis ambaye sometimes anakuwa nyuma ya kamera. Naam. Huyo pia amesilimu kwa kupitia kwa shekhe aliyoko mbele yetu Ustadh Suleiman. Yeye alifanya bidii na juhudi akahakikisha hao vijana anawasilimisha, na wengine akawatuma Arusha madrasa. Vijana takriban kama hao kuna Yusuf ambaye yuko Marekani pia. Yusuf ambaye yuko Marekani leo. Naam. Na Abdul Karim. Naam. Nilitoka nao hapa nikaenda nao mpaka Tanzania. Naam. Nimekaa nao zaidi ya mwaka mzima. Naam. Arusha. Naam. Wanasomea kwangu. Naam. Nikamwambia mimi katika habari za kusoma dini, mimi najua kwamba mtihani ambao ninaupata na mtihani ambao nimeupata. Naam. Mimi sitaweza hili, kwanza nitalishikilia mpaka mwisho. Naam. Na nakahakikisha kwamba wameisoma dini. Naam. Na wakati ulipokuja huku wakaenda tena tukawapeleka Kisumu. Naam. Wakaendelea tena kusoma. Naam. Na hata wengine watasoma, nadhani hata wamesoma hata kutuliko. Wengine ni kweli. Wengine wanaelimu hata kutuliko, hata wengine wanaelimu sana. Kuna wengine isipokuwa mtihani. Hata Kiarabu yao ni fasaha tena moja hatari sana. Ana uwezo wa kuzungumza Kiarabu masaa matatu. Yaani Kiarabu peke yake bila kuchanganya lugha nyingine. Mimi najua mmoja wao. Sasa juhudi hizi ikabidi tukalifanya. Naam. Katika sehemu zile ambazo tunakotoka. Naam. Habari za Uislamu hazikuwepo. Naam. Pamoja na kwamba kulikuwa na Uislamu. Naam. Tukaanza kufanya mikakati ya kwamba Waislamu waanze kusoma pale. Naam. Madrasa kwanza tukaiweka ya wanafunzi. Naam. Na madrasa ya kwanza nimeanza kufundisha pale ni mimi. Naam. Wakati huo nakuja na fanya vishughuli vyangu kidogo. Naam. Napata vihera kidogo, narudi naenda kulipa kule. Zikiisha pale zitaishia tena. Nakosa namna ya kuendelea tena kusoma. Yaani ninasoma nusu, yani kusoma manusu. Naam. Sijai kusoma wewe kando na kupelekana pia wewe mwenyewe umesoma. Yaani mimi mwenyewe bado nina changamoto, bado elimu bado nahitaji, na sijaweza kwa sababu sijaweza kumaliza. Nahitaji kusoma lakini bado nimeshindwa. Lakini nahitaji kwa sababu changamoto ambazo ninazozijua kwa watu wa kusilimu. Na mimi sasa tugawane sasa. Kwa sababu nisiweze kuwa kwamba nimepata hizi na mimi kwamba nijione ya kwamba na ule ubinafsi ya kwamba sitaki kwamba wengine wapate. Hivi maana umekuwa Kenya kwa muda sasa hivi. Naam. Na najua ulikuwa unafanya biashara yako ya kivyako. Naam. Ambayo sijui unaendeleaje na kazi yako, biashara yako hii ambayo ulikuwa nayo kidogo ilikuwa inahusiana sana na msikiti. Nakumbuka ulikuwa unauza baadhi ya ya vitu zinatumika katika mijitama ya Kiislamu, kina ubani, kina bado pia madawa za sunna zile na makanzu. Hivi biashara inaendelea vipi kwa hiki kipindi tulioko ndani? Wallahi shukrani sana wallahi shekhi wangu, katika jambo ambalo naam limekuwa na mtihani mkubwa ni hilo. Naam. Kwa sababu tangu haya mambo ya haya maradhi kwanza yaanze. Naam. Kwa sababu nakumbuka kitu cha kwanza ambacho serikali ilichokitangaza ni kufunga nyumba za ibada. Naam. Tangu zilipofungwa. Naam. Kukaa mpaka siku 3 mpaka siku 4 bila kupata riski. Una familia, una watoto. Siku 3 siku 4. Naam. Hujui utatoa wapi? Biashara zile ambazo zilikuwa unafanya hazipo tena. Naam. Hakuna mtu ambaye atakayemkimbilia umwambie kama ndugu yangu bwana, mimi hali yangu ni mbaya, kwa sababu unamkuta mwingine anakuambia bwana na mimi ni mbaya. Sio nzuri. Kwa hivyo inabidi sasa wewe upambane na matatizo yako. Naam. Sasa katika wakati ambao umekuwa ni mtihani. Naam. Kwa sasa hivi nakumbuka kwamba ni takriban miezi 3 sijalipa nyumba. Naam. Miezi 3 nyumba sijalipa.
Saa hii unafikiria kwamba nitatoa shilingi 50 wapi? Na hii nyumba, hizi nyumba ambayo unaishi, maana najua unaishi kwa kijiji. Naam. Hii nyumba inakuwa pesa ngapi kwa mwezi hivi? Kwa mwezi hizi nyumba tunalipaga 3,500. So ni shilingi 3,500. Yeah. So kwa hiyo miezi 3 unadaiwa 11,500. Na 1,500 na jana ndio alikuwa ananikuta kwa sababu bwana mwenyewe tunaheshimiana, akaniambia kaka, mimi hali yangu ni mbaya sana. Kesho nakutafuta na kuja kwako kesho. Nikamwambia ndugu yangu, mimi labda uniue tu. Kwa sababu mimi sijui, sielewi hapo nilipo. Nikamwambia huko nakokwenda ndio nilikuwa naelekea kwa Jafari hapo. Nikamwambia na huko nakokwenda naenda kwanza kutafuta hela ile riziki kwanza. Riziki yako. Ya kula kwanza. Naam. Haya mambo ya nyumba ni mtihani mkubwa sana kwa. Kwa hivyo bado pia uko na changamoto ya nyumba na changamoto ya riziki. Na changamoto ya riziki. Katika mwezi wa Ramadhani. Kubwa hususan katika mwezi wa Ramadhani. Sasa upige mfano huo, ndugu zangu Waislamu, saumu alafu tena jioni tena hizi ni changamoto. Ako katika saumu, tuko katika saumu, hatuna haja ya kusema uongo. Hatuna haja ya kuja pengine kucheza shele watu. Tumefunga, na miongoni mwa mambo ambayo yanategua saumu, yanayovuja saumu, ni kusema uongo. Naam. Maana uongo ni dhambi kubwa sana. Ni katika madhambi makubwa, ni katika ishara na dalili za munafikun, ambao watakaokuwa tabaka ya chini katika moto wa Jahannam. Mtume anasema kila wanapozungumza anazungumza uongo. Na wakiaminiwa hawaaminiki. Wakiotoa ahadi hawazitimizi. Tuko katika mwezi wa Ramadhani. Huyu ni ndugu yetu, ni ustadhi, ni shekhe, ni mwanadawa, amekuwa katika ground ya dawa, amepitia misukosuko tokea asilimu, akatupata elimu na matatizo katika mji wa Tanzania, hata hajamaliza ile masomo vile alivyokuwa akitarajia yeye mwenyewe, lakini kwa sababu ya maisha kuwa mazito ndio alimpelekea pale. Amekuwa akifanya biashara yake, alikuwa yuatembeza madawa za suna, sio zile madawa zingine, dawa ambazo ziko katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kina soda na madawa tofauti hivi ya kisuna, na alikuwa akipeleka anatandika msikitini. Nyinyi Waislamu wenyewe mnajua kuna watu ambao madawa zao huwa analeta madawa za suna msikitini. Hapo nje ya msikiti watu wakitoka, kuna dawa ya ya kupunguza blood pressure, kuna dawa ya alsa, ya sukari. Sasa hivi hakuna misikiti imefungwa, dawa kwa nazo atatandika wapi? Hakuna kwa kutandika. Huwezi kwenda nyumba kwa nyumba. Sasa hivi huwezi kwenda nyumba za watu ukiwabishia unauza dawa. Sasa hii hata utakibiwa. Watu hata wataki wageni kwa sababu ya haya maradhi ya corona. Haijulikani kama ustadhi pengine amewaletea corona kama wanavyosema. Sasa hivi hana shughuli, paka misikiti ifunguliwe ndio tena shughuli zake ziingiane. Riziki ndio hiyo, ni mtihani. Nyumba ndio hiyo. Waislamu, kila wakati tunapozungumza na kuhojiana na baadhi ya walioingia katika dini na misukosuko yao, wallahi wanafaidika. Kuna ma'asallallah huwa wanatusikiza, huwa anasikiza hawa vijana, wanasikiza Ustadhi Yusuf, wanamsikiza Said Abdi Moiligi, wanatusikiza na wanatoa misaada yao, na kila wakati tunawaonesha uhakika, tunafanya transparency, mnaona misaada ikiwafikia wale walioingia katika dini. Ndugu zangu Waislamu, huyu ni shekhe, asidhalilike. Ukitaka kujua kwamba ni shekhe, wapashe hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Qalu wa man aba ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, man atani qad dakhala aljanna wa man aswani qad aba.
hivi ni katika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kila umma wangu wote wataingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Naam. Kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Watu wote umma wangu wote wataingia peponi illa isipokuwa man aba, isipokuwa yule ambaye atakayekataa kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu anamuuliza wa man aba ya Rasulullah. Naam. Huyu atakayekataa kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu ni nani? Wanashangaa. Wanasema man atwani qad dakhala aljanna. Yule ambaye atakayenitii mimi tayari ameshaingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Yaani njia nyepesi sana. Naam. Wa man aswani Naam. qad aba, na yule ambaye atakayeniasi mimi. Naam. Hakika huyo amekataa kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Naam. Waislamu, hii pia ni pepo. Tusidalili, wanazuoni wetu wanapata mitihani Sheikh. Tuwafanyieni ihsan. Allah mwenyewe anasema kule siku ya kiyama watu hawatazidishiwa ila ihsan juu ya ihsan. Sasa kama tunataka ihsan za Allah, lazima na sisi pia tufanye ihsan. Inna Allah ya'muruku bil adli wal ihsan. Ametuamurisha kufanya uadilifu na kufanyia watu wema. Tena hili la wema, kufanyia viumbe wema na uadilifu, haihusikani tu na Waislamu peke yao. Inahusikana na kila kiumbe. Kila kiumbe, hata paka. Naam. Najua kuna mtu akiona paka anachukua mawe anatupia. Naam. Utaingia motoni Sheikh. Mtu anachapa nini? Anachapa mnyama kama puda, anachapa paka anatoka gozi, anatoka damu. Sheikh, utaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo la muhimu sana, sisi simulizi kama hizi tunaziweka kwa ajili ya pia Waislamu wajue matatizo yaliyoko katika ndugu zao, na sisi tunalilia Waislamu kwa sababu ndugu ya Muislamu ni Muislamu. Muslim akhu muslim. Hauwezi kwenda kwa Mkristo. Hauwezi kwenda kwa kafiri. Utamwendea ndugu yako Muislamu. Na katika haki ya Muislamu kwa Muislamu hizi tu tusaidiane. Kama ni deni, Suratul Tauba tunawakumbusha kila wakati Waislamu. Aya ya 60, mojawapo wa sababu za kupewa sadaka ama sababu za sadaka ni kulipia wenye madeni deni zao. Alhamdulillah, kufikia hapa kila tunapofanya interview inapatikana msaada, anasaidika yule ambaye anahitaji. Ndugu zangu Waislamu, tusichoke katika kufanya highlight. Hatujui ni nini tatuokoa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii dunia ni mapito. Wama hayata dunia ila almatau ghurur. Hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni muda mchache, tena ni upuzi tu. Na tujue kwamba akaunti nzuri ya kuweka akiba ni ile iliyoko kwa Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indalahi bakin. Yale tuliyoko nayo yataisha, lakini yaliyoko kwa Mola wetu ndio yatakayobaki. Leo kuna Waislamu tuko na akaunti zetu Equity Bank, tuko na akaunti First Community Bank, tuko na akaunti Commercial Bank, tuko na akaunti kila kona, Cooperative Bank. Tumejaza senti, hela, na Waislamu tumejaliwa. Unakuta Muislamu ako na mamilioni, 100 million, 200 million. Sawa, umetafuta, ni wewe umetafuta, lakini ujue ndani ya hiyo pesa kuna fungu la mayatima, kuna fungu la wajane, kuna fungu la maskini. Allah anasema alaita alladhi yukadhibuna bidin. Je, unajua yule ambaye anakadhibisha siku ya malipo? Yani wanakadhibisha malipo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yahudhu ala tawami miskin. Hawajihimizi kusaidia maskini, hawajihimizi kulisha maskini. Tena Allah anasema fawailuli mulsalin. Pia adhabu kali itawadhubutukia wanaosali ambao hawatekelezi zile maamrisho za sala. Unaona? Kwa hivyo kuna adhabu kwa watu ambao hawajihimizi kulisha maskini. Sheikh, leo wewe unataka tu wewe uwe na mabilioni umeweka kwa account. Unakufa Muislamu, unaacha mabilioni ya pesa ndani ya akaunti yako. Zile pesa zinakuja kutumika vibaya na watoto wako. Kila wakitumia kwa maasi yanakufikia kaburini, maana mali umeshuma wewe. Wallahi Waislamu, tuogopeni Mwenyezi Mungu.
Allah anasema maindakum yanfadu wa ma indallahi bakin, tulionayo yatakwisha, yale tumeacha kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ile akiba ya Allah ndio itakayobaki. Fanyeni biashara na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema ya ayyuhalladhina amanu hal adulukum ala tijaratin tujikum min adhabil alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Mwenyezi Mungu anafanya biashara na waumini. Wewe unataka biashara gani nyingine? Leo unafanya biashara na wanadamu, mara wanakuibia, mara ushakwenda hasara. Biashara na Allah subhanahu wa ta'ala haina hasara. No. Haina kuibiwa. Haina riba. Haina kufilisika. Haina kufilisika. Biashara yenyewe ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Watujahiduna fi sabilillahi biamwalikum wa anfusikum. Na kupigana, yani kufanya jitihada katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa mali zenu. Kwanza ameanza biamwalikum. Mali muhimu Sheikh. Wengine wanasema hao hadhiri wanapenda kuchangisha haramu. Uweze kupigania dini ya Mwenyezi Mungu bila mali. Na mali lazima. Biamwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sio yoyote tu ambaye anaweza hili jambo. Ni yule mwenye kujua, mwenye kufahamu. Ndugu zangu Waislamu, mimi narudi kwenyu tena kama ninavyorudi kila wakati. Tumsaidieni ndugu yetu. Gharama yake kidogo. Kwanza tumlipie nyumba shilingi 11,500 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunauliza nani ambaye yuko tayari kumkopesha Mwenyezi Mungu mkopo ulio mwema? Tushidane faliyatanafasu mutanafisun. Wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Tushidane wale wenye kushidana katika heri. So tusichoke Waislamu, tuzidi kusaidiana, tuzidi kama kile kidogo unapata. Namba ya Yusuf iko, namba yangu iko hapo, tuma kidogo. Tutawaangalia. Ukituma huyu watume hii, huyu watume hii, huyu watume hii, tutakuta ikifika dakika ya mwisho tushapata ile gharama ya kumsaidia ndugu yetu. Na unasikia ni dai pia amesilimisha wengi. Amesilimisha vijana ambao tunaowajua. Na bado pia tumeenda kwao kule kufanya da'wa, na ile sehemu baada ya corona paka tuitembee. Vijana kule wanataka sana kuwa Uislamu huko kwenye Kiadege. Wanataka pajengwe msikiti pale, lakini kwanza tuwafanyie da'wa, alafu tukipata vijana kadha tujue vile tutatafuta namna ya kupata msikiti pale. Hii ni da'wa, hii ni mapito bana. Hii dunia ni ya muda mchache. Tunatafuta janna. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala anasema nunueni pepo kwa mali zenu. Sio wewe unataka tu uitwe bosi huku umejaza mabilioni. Wewe unafikiria zitakusaidia zikiwa kwa akaunti? Toeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye Ustadh Suleiman. Uliposilimu uliitwa Suleimani. Najulikana sasa hivi kama Suleiman. Nilisahau kuuliza baada ya kuwa Muislamu. Uliitwa nani? Ni Suleiman Kamili. Yeye amesomea Tanzania, ndio unakuta Kiswahili kidogo kinaigiana na pande hiyo ya Tanzania, na ameoa pale Tanzania, Arusha. Arusha. Ameoa Arusha. So sijui ungekuwa na kauli gani kwa Waislamu, na pia kauli ya mwisho pia kwa wasiokuwa Waislamu ambao wanafuatilia mitandao yetu. Shukrani sana mwenyekiti wangu. Haya masuala ya dini, hususan sisi watu wa kusilimu. Naam. Changamoto ambazo tunazopitia ni kubwa mno. Naam. Na ndio maana wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na kitu kinachoitwa mualafatul qulub. Naam. Mtu alikuwa anasilimu. Naam. Ni haki yake kupewa kitu ambacho kitamtia nguvu mtu katika nyoyo yake, katika moyo wake. Naam. Kimtie nguvu, kimsimamie mambo yake. Lakini katika Uislamu tuliokuwa nao sasa hivi hatuna kitu kama Baitul Mal. Naam. Na jambo kama ile kama vile umesema hapa ni kwamba jambo hili tunahifadhi kwa Mwenyezi Mungu. Leo tupo, kesho hatupo. Naam. Hizi ulikuwa umetafuta ni kwamba Mtume anasema kwamba Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi anasema kwamba nunueni pepo yangu na mali zangu. Naam. So mali bado ni Allah. Kusema anasema pepo ni pepo yangu. Naam. Nunueni pepo yangu kwa mali zangu. Naam.
Hadi maneno anazungumza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo chochote ambacho wewe uliokuwa nacho unapewa kama mtihani unapewa na Mwenyezi Mungu. Ili ionekane ya kwamba yule ambaye hana umemfanyia nini? Kwa sababu kesho tunaenda kukutana pale, umetumia nini? Na katika mambo matatu ambayo tunaambia kwamba mtu mwanadamu anaingia anatoka pale anaulizwa na mambo matatu. Naam. Ujana wako umetumiaje? Umri wako umetumiaje? Mali zako umetumia vipi? Ulizipata vipi na umezitumia na nini? Sasa wewe hujazitumia katika khairi. Naam. Na ndio maana tunaambia kwamba wa fi dhalika faliyatanafasul mutanafisun. Na katika hilo washindane wenye shindane ni katika wenye kushindana katika mambo ya khairi. Ukisikia ndugu yako alitoa 5, wewe unatoa 10. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema kwamba hatoamini muumini. Naam. Mpaka atoe katika kile ambacho anachokipenda. Naam. Hautokufikia wema mpaka utoe katika kile ambacho anachokipenda. Naam. Kwa hivyo nadhani jambo ni wasia kwa Waislamu. Na wasiokuwa Waislamu wale pengine amekuwa anataka kusilimu lakini anakuwa na chaka akiingia huko anaambiwa kuna majini, akiingia huko anaambiwa utategwa na familia, yani utapewa familia nyingine mpya ukishakuwa Muislamu, so umeenda dini ya shetani. Ungewapa wasia gani? Mimi jambo ambalo naweza nikasema kwa sababu nakumbuka kipindi hicho wakati nilipoenda nilimfuata Sheikh Yusuf Omar. Nilitaka kudhibitisha hizo tuhuma ambazo kwa zinasemwa. Ya kwamba wakati unaposilimu, kwa sababu ilikuwa inasema kwamba unapigiliwa mayai. Naam. Unapigiliwa mayai. Halafu ukienda msikitini pale kusilimu unaruka shimo, kuna shimo ambalo linakuwa msikitini. Mimi ilibidi sasa nisisilimu ni uwanjani. Naam. Nifuate moja kwa sababu mimi ni mdadisi sana. Nimfuate Sheikh msikitini. Halafu ni mhoja hayo mambo ambayo nilikuwa nayasikia. Naam. Nikamwambia Sheikh, hebu kwanza niambie, nisikia kwamba mtu anapigiliwa mayai kwenye sehemu makalio yake. Hebu niambie hizi habari zinaendaje? Akaniambia kuna kitu kama hicho mwanangu. Hakuna kitu kama hicho. Haya kama baba sasa nionyeshe hayo sasa majini. Na mashimo nasikia kwamba huku kuna mashimo unajazaga mashimo huku msikitini. Hebu kwanza nionyeshe haya mashimo. Kwa sababu haya mashimo sijui mnaingizaga watu. Hebu kwanza nionyeshe. Akaniambia ni kwa sababu nilikuta akiwa amelala, iko ni asubuhi. Akaniambia mwanangu, sasa kabla kwanza hujaongea na mimi, hebu kwanza zunguka kwanza msikiti wote. Hicho ambacho ulichoambiwa uangalie. Hili hata wewe ukienda huko nje kama utaona hizo vitu ambazo ulisikia huko nje. Uangalie. Na mimi nilikaa pale nikasubiri mpaka dhuhuri. Nikaondoa tuhuma karibu 3. Tuhuma ya kwanza kama ni dini ya Waria. Sijui ya Waarabu. Nikahakikisha sivyo kwa sababu nilikuta wengine wasiokuwa ambao ni Waislamu. Lakini kwa sababu kwetu hakuna Uislamu na hizo habari hazijulikani, ndio maana unakuta kama kuna propaganda za aina hiyo. Alafu tena pili kuna zile propaganda ambazo watu wanadanganywa kwamba ukiingia katika Uislamu sijui unanunuliwa, sijui hakuna kitu kama hicho. Hii ni dini ya Mwenyezi Mungu, unaingia ukiwa umejitolea ya kwamba ninaenda kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ninahitaji pepo ya Mwenyezi Mungu. Ninahitaji msamaha wake Allah. Na sio vinginevyo. Kwa sababu laiti kama mimi ningekuwa ni mtu wa labda nilikuwa nimeingia labda upate hela katika Uislamu kwa sababu ya hela, na muda huo wote Sheikh wangu zaidi ya miaka 4 mimi sijui mpaka tahele na kwa na rangi gani Sheikh. Ningekuwa nishatoka siku nyingi. Ningekuwa nishatoka nyingi. Kwa hivyo Uislamu mtu afuati hela. Hakuna mambo. Ile ni imani unatafuta. Ni imani unaingia pale kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Na yule ambaye nataka shauri kwamba mtu akisilimu ni lazima ile dini kwanza aisome, atoe kwanza ule ukwanza wake, auweke usasa ambao yuko hapa. Na hili ni jambo la muhimu sana kwa sababu tunapata changamoto nyingi sana ambazo zinakuwa kwamba kwa wale ambao wanasilimu alafu tena wanakosa pia elimu ya msingi. Na ni jambo la muhimu sana. Baadaye wanarudi wanakuja kusema alikuwa shehe mkubwa, sijui alisoma na Saddam Hussein. Yote ni kwa sababu propaganda hizo, lakini hakusoma. So akija kuasi anakuja kuleta propaganda. Alikuwa na Osama bin Laden, walisoma pamoja. Alikuwa na jini wake, alikuwa na jini anaitwa Asafari. Kwa sababu kwa kweli hakuna Muislamu ambaye useme kwamba huyu amesilimu
akapata elimu vizuri ya dini, arudi hakuna hiyo hamna hata ipata. Maana kuna wengine tunaona kama kina Jamal anasema yeye alikuwa anaenda mji ambao uko katikati ya mbingu na dunia, unaitwa mji wa Sidiki. Hii yote ni kusilimu alafu kupata hakuna kitu ambacho nini. Sasa wewe ndio propaganda ambayo ulikuwa unasikia na watu wengine huko huni mambo ya kiunihuni. Sasa ndio unakuja unazibandikiza kwenye dini. Kitu unatembea na mkeka. Unatembea na mkeka unapaa tu. Unapaaga tu. Sasa hizi propaganda bado hazipo katika Uislamu. Kwa hivyo Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu. Kutii, kukubali, kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu kwa amri, sheria na hukumu za Mwenyezi Mungu. Kabisa. Basi. Na kutaka radhi za Mwenyezi Mungu ya kwamba leo niko duniani, kesho Mwenyezi Mungu ataniuliza maswali. Ni vipi nilikuwa naishi katika dunia? Kwa hivyo hili ni swala ambalo linahusiana na wewe na Muumba wako na vile vile kesho bila utakavyokuwa katika akhera. Hamna. Nadhani mmemwelewa sana Sheikh wetu Suleimani. Leo ndiye amekuwa katika simulizi yetu ya 11. Ni mzaliwa wa Nyandarua kama alivyosema, Nyandarua County. Mimi nimefika paka kwao nyumbani, sehemu inaitwa Kiandege. Ndani kabisa tuliwahi kufanya muhadhara siku moja na vijana wakapenda sana. Ila kwa uwezo wa Allah, wakati mwingine baada hizi mashida za corona zikiondoka, tutapangilia tupige kabi pale nyumbani kabisa, tufikishe ujumbe, watu wapate kujua dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu. So ndugu zangu Waislamu, hizi ni baadhi ya changamoto na simulizi za waliosilimu, mkiletewa na Ustadh Yusuf Wabogo, Ustadh Saidi Moirigi, wakiwa ni vijana wa Tawhid Islamic Preachers. Kwa hayo machache, wa afwa minkum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.